maeneo ya ushuru tulijaribu kuangalia ushuru wa vibanda, biashara ambazo zinazalishwa pale. Tulijaribu kuangalia uwiano uliopo kati ya biashara ambazo zinafanyika kwenye maeneo ya migodi na uwiano ambao unapatikana kwenye leseni za biashara ambao zinahuishwa kila baada ya mwaka. Kwa hiyo hesabu zilifanyika na zile viwango ambavyo vilipatikana vilikuwa inserted kwenye zile posti ambazo zilitumiwa kukusanya pale. Na so far mpaka sasa wanaenda vizuri kwenye ukusanyaji wa mapato kwenye maeneo hayo. Ni maeneo ambayo tumeyaacha kwenye uzalishaji wa mapato. Lakini pia kwenye upande wa hizi nasema uhifadhi wa mazingira tulianzisha, maana yake tulitoa kama tangazo, wakaja wadau kwa ajili ya kufanya usafi, tukawahaya kwenye maeneo yao kushirikiana na ofisi za migodi. Baadaye wanafanya usafi kwenye mazingira yale na ushuru unapatikana kwa njia ambayo makubaliano yaliyopo. Lakini kwa upande wa viroba vya mawe amenisemea mwenzangu pale, kuna maeneo kama matatu ambayo yapo specifically kwenye upande wa mawe, viroba vya mawe ambavyo vinazalishwa ndani ya eneo na vile ambavyo vinatoka nje ya eneo. Ushuru wake upo umetoa kwa mujibu wa utaratibu. Vinapozalishwa ndani ya eneo tunasema ni shilingi 1000, maana yake production inakuwa inaendelea kwenye maeneo husika ndani ya wilaya. Lakini kuna wachimbaji pia wanaweza wakatoka kwenye maeneo mengine. Kwa mfano kama sisi hapa tuna maeneo ya jirani Nyang'hwale na Geita, wanazalisha huko ndani ya wilaya ya Msalala, lakini wanaenda kufanya uzalishaji kwenye maeneo mengine. Sasa wale ambao wanazalisha ndani wanapeleka kwenye maeneo mengine, sheria yetu ya sheria ndogo ya halmashauri iliwekewa viwango vyao vya tozo ambao ni shilingi 2000 kwa mfuko. Na ushuru mwingine ambao pia ni mkubwa na tunaotegemea ni swala la plant. Pale kwenye plant kuna ushuru kama mbili ambazo zinapatikana. Wa kwanza ni ujengaji wa plant, maana yake ile kodi ya pango ambayo tunaipata baada ya huyu mdau anapokuwa anasema sasa mimi uzalishaji wangu ambao unaupata huko ndani naenda kuzalishia hapa ndani ya Msalala. Kwa hiyo anapojenga ile plant yake tuna ushuru ambao tunaupata pale kutokana na plant ambayo ni milioni 3.6 kwa mwaka. Lakini pia pale anapozalisha ile dhahabu naenda kuipata kule sokoni ambayo ni service rate. Kwa hiyo maana yake tunapata maneno hayo kupitia kwenye hiyo plant. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba tayari kwenye uwanda maalum wa kujifunza, na mimi niwakaribishe sana na wataalamu wapo ambao tumewaandaa kwa ajili ya hilo zoezi. Baada ya kutoka hapa kwa ajili ya mkurugenzi tutaenda kujifunza zaidi. Karibuni sana mtaalamu.